Kabla ya mradi wa carbon kulikuwa na changamoto nyingi sana hapa kijijini. Kwanza kulikuwa na uharibifu mkubwa sana wa mazingira. Watu wetu walikuwa hawajui taratibu za kutunza mazingira. Miti ya asili ilikuwepo ya kutosha, lakini kwa sababu ya watu kutokujua sababu na umuhimu wa kutunza mazingira, uharibifu ulikuwa mkubwa sana. Ilikuwa inawezekana mtu akitaka kuchoma mkaa anakata miti ya kutosha, anachoma mkaa. Akitaka kuweka zizi la ng'ombe, anakata miti, anakwenda kuweka zizi lake, bila kujali kwamba kitakachotokea baada ya kufanya hili ni nini. Kwa kweli mradi umetusaidia sana. Mbali na manufaa ya kifedha ambayo huwa tunaipata kama kijiji, lakini pia mradi umetusaidia sana kutunza mazingira na ardhi. Tuliweza kutenga ardhi kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi, na tukatenga maeneo ya malisho ambayo pia ndio maeneo ya misitu sasa, na ndio yanayotusaidia kwenye biashara hii ya hewa ya ukaa. Kwa hiyo msitu wetu, maeneo haya malisho tunayalinda sasa kwa kutumia walinzi wetu ambao wanatusaidia kutunza msitu, na sisi tunawapa ujira wao kila mwezi. Na hii imesaidia msitu kukua kwenye hali nzuri, na sisi kuweza kupata pia fedha ambayo imetusaidia kufanya miradi mingi ya wananchi. Kipindi tunafungua zahanati ya Dumbecha mwaka 2010, hapakuwa na misitu hii ambayo sasa hivi inaonekana hii. Kwa hiyo toka huu mradi uanze, misitu imeanza kuonekana, japo ukiacha kule milima, lakini hata maeneo wanaokaa jamii, misitu imeanza kutunzwa. Hii misitu ina faida kubwa kwa sababu kabla ya carbon kulikuwa na michango ya jamii, ya maendeleo ya jamii, kwa mfano ujenzi wa shule, ujenzi wa zahanati. Jamii inachangishwa na ile michango inayoendesha miradi hiyo. Na kipindi kile wakati kuna michango, wanaume wengi walikuwa wanahamia mlimani wakati wa ule msako, sasa wanakusanya michango, mwisho umefika. Sasa mtu ameshindwa kulipa huo mchango, ina maana kwamba anaondoka, anatoroka nyumbani. Kwa hiyo atakaa huko mpaka aone mchango labda umepita muda wake, au kuna mtu amepatikana, au kuna namna amepata ya kulipa hizo hela. Kwa hiyo imesaidia sana. Lakini nyingine, kuna miradi kama shuleni kule, carbon inalipewa wanafunzi ada na chakula kule shuleni. Kwa hivyo carbon imeleta faida kubwa sana. Kwa pamoja tunalinda misitu yetu na ardhi yetu na wananchi kwa pamoja. Sasa hivi ukigusa msitu, kwa kweli utakabiliana na mwananchi, lakini utakabiliana na serikali kwa maana ya mtendaji, kwa sababu msitu unalindwa na ni kwa mujibu wa sheria hiyo ndogo ya kijiji na sheria pia ya mpango wa matumizi bora ya ardhi ya kijiji. Mimi kama mimi nimefaidika kwenye sehemu ya matumizi bora ya ardhi, maana hatukati miti, tunalinda miti. Kwa yoyote yule anayetaka kukata miti, kuna sheria tunayechukua. Tunakuwa walinzi wote wa misitu, kwa sababu misitu tumeipatia faida. Na faida ndio hizo ambazo zinazoonekana kuwasaidia watoto, kuwa kwenye elimu, afya. Yaani ni sehemu nyeti ambazo imetusaidia kutokana na msitu. Kwa hiyo carbon imesaidia kutoka hatua moja kwenda ya pili ya kusaidia ile miradi, zile changamoto za wanafunzi pamoja na kaya ambazo hazina uwezo wa kugharamikia gharama za matibabu, imemaliza hiyo. Sasa tumeenda kwenye maboresho ya shughuli za kilimo. Yaani carbon imeendelea kuzalisha matawi mengine madogo madogo ambayo yanapunguza adha na changamoto ya wananchi kwa ujumla. Na kingine kinachotupa moyo na kutusababisha tuendelee kuwa watunzaji wazuri wa mazingira ni pale ambapo fedha za carbon zinapoingia kwenye akaunti ya kijiji, tunaitishiwa mkutano, tunakwenda kupewa taarifa ya mapato ya fedha zetu za carbon. Zimeingia kiasi gani na au zimebaki kiasi gani bado hazijaja, kipi kimefanyika, zote tunapokea taarifa. Sasa imechochea sana wananchi kuchangia kwenye swala la utunzaji wa mazingira. Baada ya ubia kati yetu sisi na Carbon Tanzania, tukaanza kunufaika na fedha. Manufaa yamekuwa mengi sana. Kuna faida zaidi.
kuna miundombinu nyingi ya jamii ambazo zinafanyika. Sio hiyo tu, lakini pia hata uongozi wa vijiji sasa imeimarika kwa sababu wanapata rasilimali fedha, wanafanya kazi zao kwa ufanisi. Sasa hivi kuna mipango tunapanga na jamii kuanzisha mfuko ya kukopeshana kwa wanawake, ambao hii itaenda kusaidia uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa upande wa wanawake. Kwa maana nyingine naweza kusema kwamba uchumi wa mtu mmoja mmoja unakuwa. Kama ulikuwa unatoa fedha mfukoni kwako kwenda kuchangia miradi ya maendeleo ya kijiji, zile fedha una save. Hiyo fedha inabaki kwenye mfukoni kwako, unaenda kufanyia kitu kingine. Wanatoka wanasema wanaenda kununulia ndama au wananunulia mbuzi. Kwa hivyo unaona sasa uchumi wa mtu mmoja mmoja inaimarika. Naweza kusema tu kwa jumla kwamba jamii hapo katika hali fulani ya furaha. Kuna siku nilikuwa namuuliza mwananchi mmoja kwamba hivi carbon leo ikiondoka itakuwaje? Akasema carbon ikiondoka leo, kwa jinsi mafuta hata tumeshazoea, hata michango hatutoi, hali itakuwa mbaya sana. Maisha yatakuwa magumu sana. The major opportunities that I see in finance department, one is actually clear understanding on the carbon finance model that we are working as the Carbon Tanzania, and actually understand that and convey the knowledge to the community, to the department, and to the stakeholders and to the investors. That's one, but also the knowledge of carbon or to the community on how carbon finance mechanism works, from the buyer's point, how the market operates, how verifiers and all those key stakeholders on process of assessing the carbon, but also the process of funds flow from the market side, how we are complying with the government, and how the funds goes to the community, how we are tracking those funds, and how they are compliant to the financial procedure and regulations. So those are the key things which I see is the major opportunity as the finance director to provide technical understanding on the team, to the community, but also to the government.